Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Washarika wote wenye Isozi, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba Askofu wakati ananitambulisha ametaka kuniharibia kura, kipindi sio kizuri hiki. Kwa kwanza nitaanza nalo ni kuweka utambulisho vizuri. Baba Askofu amenitambulisha vizuri. Mimi naitwa Jerry William Silaa, ni mbunge wa Ukonga toka kule Dar es Salaam. Sababu yangu mimi alitoka kaskazini, lakini mimi mtu wa Ukonga. Kipindi hiki lazima kila mtu ajulikane kwa wapi. Sije ukaenda watu wakasema nenda katafute kura kwenu. Lakini imempendeza Mungu na imempendeza Mheshimiwa Rais nimsaidie kazi kwenye Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Nako toka kule Dar es Salaam mpaka hapa Karagwe ni kilomita 1320. Kutoka hapa mpaka Dodoma ni kilomita 921. Kwa Karagwe kwa sisi watu wa kule mjini tunapaita mbali. Lakini pamoja na kuwa msharika mwenzenu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, lakini hapa Karagwe ninao marafiki. Na nitawataja marafiki zangu wawili. Rafiki yangu wa kwanza anaitwa Innocent Bashungwa. Na pale bungeni tunapokaa anakaa mbele yangu. Huwa namwambia kutoka hapa mpaka jimboni kwako kilomita 921. Mimi ningekuwa mbunge ungenifukuza. Sisi tulokulia Dar es Salaam pale tukisikia kilomita hata 100 tunaona ni nyingi sana. Nilikuwa namuuliza pale katibu mkuu wa diocese, sasa hapa kwa Bashungwa wapi? Ndio unaenda kuna njia panda moja afu unaenda kilomita 40. Sasa kilomita 40 kwangu mimi ni nyingi sana. Lakini kila mara najua tulikuwa tunaongea na baba askofu. Kila mara mkiachana pale Ijumaa ukiwa weekend na mimi naenda Dar es Salaam, unaona Bashungwa yuko jimboni. Jumatatu ukirudi yuko bungeni. Naambia wewe kweli kazi unaiweza. Mimi ningekuwa mbunge wa Karagwe ungenifukuza haraka sana. Lakini rafiki yangu wa pili ni Askofu Bagonza. Ni rafiki yangu sana. Pamoja na mambo mengi tunayoelewana, ambacho nawapongeza watu wa Karagwe. Askofu Bagonza, sina mimi mamlaka ya kucategorize watu, lakini mimi ninavyomfahamu ni mtu tuleta mwenye GB nyingi sana. Lakini pamoja na yote ni mtu mwenye kujituma. Alikuwa anaongea hapa mkuu wa idara ya afya jana, baba askofu alikuwa ananionyesha kazi anazozifanya kwenye diocese. Pamoja na kazi hizi za kiroho, lakini anayo miradi mingi ambayo inalenga kutengeneza maisha na kumkwamua mwananchi wa hapa Karagwe. Jana nimeona chuo kikuu alichokijenga ambacho sasa ni chuo cha ngazi ya kati. Nimeona kiwanda kikubwa anachokijenga kwa ajili ya kuchakata matunda. Kiwanda ambacho kitatengeneza fursa kwa wananchi wa Karagwe na washarika zetu za Karagwe katika kupata eneo na soko la kuuza matunda yao. Lakini shule ya sekondari na mambo mengine mengi anayoyafanya baba askofu, na kupongeza sana. Sasa kila wakati namwambia nitakuja Karagwe. Na kila wakati kutokana na majukumu ya kazi tunapanga na shindwa kufika. Kisafari nikamwambia lazima nije Karagwe.
Na yeye akaniambia tarehe 18 na shughuli, nataka ufike Karagwe. Sasa jambo la kwanza amelisema yeye mwenyewe. Katika mpango na ratiba ya Bunge, bajeti ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ikapangwa tarehe 16. Sasa nikamuuliza baba askofu, nikimaliza bajeti tarehe 16 Dodoma, nafanyaje kufika Karagwe kuhudhuria shughuli tarehe 18? Na mimi Messi wa Dar es Salaam nasema mjini nikawa na muandaa kisaikolojia kutafuta sababu ya kushindwa kufika tarehe 18. Lakini baba askofu kiroho akaanza kuiombea safari hii. Lakini katikati ya maandalizi yetu ukatokea msiba wa makamu wa rais wa kwanza mstaafu na waziri mkuu mstaafu Mzee Cleopa David Msuya. Na mimi nafahamu kwamba Dayosisi ya Mwanga na Dayosisi ya Karagwe ina mashirikiano. Kwa nilihisi kwamba baba askofu ataenda Mwanga kwa ajili ya maziko ya Mzee Msuya. Kwa siku ya Jumanne na mimi nilienda Mwanga kuzika na nilimuona baba askofu yuko pale. Kwa kilichofuata nikawa nategemea kabisa kwamba nikimuuliza vipi safari yetu, ataniambia safari ile imekufa kwa sababu na mimi mwenyewe niko Kilimanjaro, nitapita Arusha, nipite Dar es Salaam, nirudi Karagwe. Na kwa ile Jumanne kwa hesabu zangu mimi, hata jana nilikuwa naambia wasaidizi wangu, nilikuwa siamini kama anaweza kuwahi. Lakini tunasema watu wa huku nyinyi mnaona hapa karibu sana. Kwa siku ya Alhamisi na mwezi sasa mimi nisharudi Karagwe na kutegemea siku ya Jumamosi. Namshukuru Mungu amenipa kibali na nimefika Karagwe. Sasa wakati nakuja jana na baba askofu, leo nimefanya pale research yangu fupi, nimekumbuka kwamba siku nilioenda Ngara mwaka jana nilipita Muleba. Sikupita huko. Kwa sababu jana nilipofika njiani kana nauliza saidizi wangu, kapita kwenye mashamba yale ya miwa. Sasa nikawa najiuliza hivi naweza kuwa nasahau haraka kiasi hiki. Kwa mwaka jana nimepita hapa, maana kwenye njia ya mtandao inaonyesha njia hii inafika Ngara. Lakini leo nilipofika kwenye barabara hii ambayo ilikuwa inajengwa, nikasema sikupita hapa. Kwa baadaye nikafanya mawasiliano na baadhi ya watu, nikagundua kumbe nilivyoenda Ngara mwaka jana nilipita ile njia ya Muleba. Kwa hiyo mimi kupita njia hii leo ndio mara yangu ya kwanza. Kwa namshukuru sana Mungu kwa kunipa kibali kusimama hapa mbele yenu. Lakini namshukuru baba askofu kwa kufika Karagwe. Na kushukuru sana, Mungu akubariki sana. Sasa asubuhi tulipokuwa tunakuja, tulipofika pale wakati tunaingia kwenye junction, wakati tunaingia nikaona kanisa dogo. Na mimi mtu wa mjini, kwa nikisema hivyo nasema vibaya. Kwa mimi naamini tu kuna kukuja huku ni mbali utakuta kanisa dogo. Kwa hivyo ile kanisa nikaamini tumefika. Lakini baada ya kushuka nikaona kazi kubwa watu wa Nyaisozi mlioifanya kumjengea Mungu. Kanisa hili ukilinyanyua hapa ukalipeleka Dar es Salaam, sehemu yoyote, ni usharika tosha kabisa wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani. Kila saa hapa nikisikia usharika teule, najiuliza ni kipi kimepungua kufanya huko usharika, na wapongeza sana kwa kazi kubwa. Baba askofu anafahamu. Sasa sijui kama ni wamekubaliana huko ndani ya kanisa, sisi wengine ni waumini tu. Sisi ibada zetu kule mjini ni fupi fupi, sababu tunajidai tuna shughuli nyingi sana. Na ukiwa na ibada ndefu tunaanza kunyanyuka tunatoka. Hii kwa kipindi kirefu sana, ibada hii ya leo ndio ibada ndefu kuliko zote nilizohudhuria kwa kipindi cha miaka 5 au 10 iliyopita. Lakini ndio ibada ndefu ambayo imenifanya niombe iendelee kuwa ndefu zaidi. Waimbaji wameimba vizuri sana. Washarika unawaona kabisa
Baba Askofu unakuja Dar es Salaam. Dar es Salaam shughuli kama hiyo utasema msitoke tunamaliza sasa hivi. Na watu wananyanyuka unatoka. Na askofu amekaa pale mbele. Sababu kila mtu kule Dar es Salaam anajiona na shughuli za kufanya. Lakini ibada hii ni ndefu, washarika mmekaa, lakini nikiwaangalia kwa sababu sisi Baba Askofu tunafanya kazi ya siasa. Kazi ya siasa wakati wote nyinyi mnafanya kazi ya injili. Kwa hiyo mnazungumza na watu kwa ajili ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo vipimo mtafanyia mbinguni. Sisi tunazungumza na watu kwa ajili ya kupigana kura na kuendelea maisha hapa duniani. Kwa hiyo kazi kubwa sio tunaifanya ukikaa na watu unawaangalia saa zote usoni ili kuona kama wamechoka, sababu wakichoka watachukia. Na wakichukia wana sehemu ya kuonyesha chuki zao ambao sisi hatuna uwezo wa kuisubiri hiyo siku. Lakini kila nikiangalia washarika hapa Nyaishozi naona kabisa mna furaha, mmekuja kumtumikia Mungu aliye juu. Mungu. Lakini lingine pale bungeni na kwenye grupu letu la wabunge, sisi wabunge wa mjini, yani mambo ya kupeana zawadi hatuyajui. Hatuyajui kabisa. Yani sisi mambo ya kupeana zawadi au kwenda sehemu ukakuta wamekuandalia chai au chakula, sisi kule mjini hatujui. Mimi huwa nabahatisha nikienda kwenye ziara mikoani za kazi yangu ya wizara. Sasa nimekaa pale nasubiri nifike hapa niitwe, nimtumikie Mungu niende zangu. Nasikia kuna kamati ya zawadi. Mimi nimefurahi sana. Sana. Na mimi Baba Askofu, katika kitu nakipenda kingine cha huku Karagwe ni wale ng'ombe wenye pembe kubwa. Sasa miaka yote tokea nalea mkoa wa Simiyu na mpango wa kufuga ng'ombe sijawahi kufanikiwa. Leo nimekuja hapa mmenipa ng'ombe na washukuru sana. Sasa najua Bashungwa anafuga. Sijui kama Baba Askofu unafuga. Kwa marafiki zangu wote wawili wanafuga. Kwa naomba kuwaahidi, yani huyu ng'ombe mlionipa mmenianzishia shughuli ya ufugaji wa ng'ombe. Na niwaahidi kwa kuwa sasa nitaanza kuweka ng'ombe zangu hapa Karagwe. Sasa nina sababu ya kuwa nakuja Karagwe. Lakini mmenipa na zawadi nyingine, niwahakikishie zitafika nyumbani kwangu Dar es Salaam na nitathamini sana. Sasa nikawa nawaangalia, nikawa natathmini aina ya watu wa Karagwe mlivyo. Nimegundua nyenye ni watu wa Bwana. Maana sisi watu wa mjini tungeanza kwanza na fundraising, alafu tutoe zawadi baadaye. Ili tupime kwanza wanaotoa zawadi wanatoa nini kwanza. Sasa nikawa nawaangalia, mnapotupa zawadi, hivi nyewe mnajua sisi tuna mpango wa kutoa kitu gani? Na mnatoa kwa furaha kabisa. Na ule wimbo mlikuwa mnauimba, namuuliza katibu wa diocese, anasema mnasema asanteni kwa kuja na tunawapenda sana. Au nimekosea ule wimbo? Lakini kwa kuwa sisi ni watu wa mjini, sisi wasanii kidogo. Sasa mimi mkiimba nawaangalia usoni kwamba mnachokiimba mnakimaanisha, naona sura za upendo. Mungu awabariki sana. Baba Askofu, kazi ambayo mnaifanya hapa kwenye usharika uteule ni kazi kubwa. Na mimi niwathibitishie kwamba nimekuja kuungana nanyi, lakini nikiondoka vile vile kazi hii nitabaki nayo moyoni mwangu. Neno la Mungu toka kitabu cha Ezra mlango wa 10 mstari wa 4 linasema, inuka maana shughuli hii inakuhusu wewe. Uende ukaitende kwa moyo mkuu na sisi tupo pamoja nanyi. Kwa Baba Askofu, niruhusu mimi binafsi kwa niaba yangu na familia yangu niwachangie watu wa Nyaishozi. Lakini niruhusu, nimekuwa hapa nimeanza kufanya mawasiliano na marafiki zangu, niwaambie kwamba leo nimekuja Karagwe
na mimi na wao nataka tushirikiane kuchangia usharika huu teule. Kwa wale wanaonifuatilia wanaweza wakagundua mimi huwa nafanya machangizo kwa mipaka ya jimbo la Ukonga peke yake. Na watu wengine wakiniona nachangia Ukonga wanadhani nachangia sehemu zote, kwa hiyo wananialika. Naambia hapana, mimi nafanya kazi hii ndani ya mipaka ya jimbo la Ukonga peke yake. Kwa hiyo inawezekana changizo hii ikawa ni ya kwanza kufanya nje ya jimbo la Ukonga, lakini naifanya kwa sababu huku na marafiki zangu na nimeona sasa kama nyumbani kwangu. Naomba kuwatia moyo kwamba kazi mnayoifanya ni kubwa, lakini naiona wazi mnaifanya kwa moyo. Niwapongeze wote ambao wameshiriki na wengine ambao nitawaita hapa mbele kushirikiana na mimi kuweza kunishika mkono na kuniunga mkono katika changizo hili. Lakini kupongeze mwenyekiti wa halmashauri kwa kazi mnazozifanya, na umenisaidia mimi hapa nitaongea tu hapa ibadani, lakini kazi kubwa sana inafanyika kwenye sekta ya kilimo kwenye serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na sisi ambao tuko kwenye serikali tunaona jinsi gani kila mnada wa kahawa bei inavyozidi kupanda. Na hii ndiyo nia thabiti ya dhati alionayo rais wetu ya kutaka kuona kilimo ambacho kimekuwa kikiimbwa toka uhuru wa nchi hii kwamba ni uti wa mgongo wa taifa letu. Na kilimo kwenye takwimu zote kinaajiri zaidi ya 70% ya Watanzania. Lakini kwa mara ya kwanza tumeona bajeti ya kilimo ikipanda toka bilioni takriban 251, leo tuko trilioni 1.2, na tumeanza kuona matokeo ya bei za mazao zikipanda. Na bei za mazao zikipanda kama alivyosema mwenyekiti wa halmashauri, maana yake ni mkulima yule wa chini anapata tija zaidi ya kilimo chake na itamsaidia kumuondosha kwenye umaskini. Ambalo naliona na uona usharika huu ukikua, naona malengo yenu yakifikiwa, na naona kazi ya Mungu ikizidi kutendeka hapa katikati. Baba Askofu, sasa uniruhusu na mimi nitamke mchango wangu. Mimi naomba kwa heshima hii ya kunialika kuwa mgeni rasmi kwenye changizo hili la usharika mteule wa Nyaisozi, kwa niaba yangu na familia yangu niwachangie shilingi milioni 5. Haleluya. Haleluya. Sasa acha niseme tu ukweli. Nilikuwa nimekaa pale nimefika, nilikuwa nimepanga kutoa shilingi milioni 5. Nichanganye mimi, nichanganye na marafiki zangu huko. Na kama nilivyosema, ibada ilivyoendeshwa na upendo wa watu wa Nyaisozi umegusa sana moyo wangu. Kwa nikasema nikapambana na marafiki zangu na wenyewe kwa namna yoyote tutafute shilingi milioni 5 nyingine. Ili jumla ya mchango uwe shilingi milioni 10. Baba Askofu, mimi nawashukuru sana. Nawashukuru kwa kunialika. Na mimi nimeshasema ni mtu wa pwani. Si watu wa pwani tunapenda mambo ya muziki hivi. Kwa naomba kwaya nayo ijiandae na ule wimbo ule walikuwa wanaimba hapo. Wakati alikuwa anasema ule wa asanteni tunawapenda. Ambao ndio utasindikiza salamu zangu. Lakini Baba Askofu, nakushukuru sana na kupongeza sana kwa kazi kubwa unayoifanya kwenye diocese hii. Na mimi nikuthibitishie wakati wote tuko pamoja nawe. Unafanya kazi nzuri, unajenga kazi hii ya kumtumikia Mungu,
na sisi wakati wote tutaendelea kukuunga mkono na tutaendelea kukuomba sana utuombee. Utuombee sisi washarika wako ambao tunafanya kazi ya serikali. Lakini kama alivyosema mwenyekiti, utukosoe, utuseme, utuelekeze kwa nia moja ya kutaka kuona nchi yetu hii na taifa letu linasonga mbele. Tanzania ni ya kwetu sote na kila mmoja anayo nafasi ya kuweza kutoa mchango wake katika uongozi. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Waziri na mgeni wetu, kwa niaba ya wanakaragwe wote napenda kukushukuru sana 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 kwa kutujalia heshima ya kufika na kushirikiana pamoja nasi katika ibada hii ya leo na kutubariki sana kwa zawadi na rasilimali na vipaji ambavyo Mungu amekujalia wewe na familia yako na marafiki zako. Mungu akubariki sana. Sasa ndugu zangu wapendwa, na mimi napenda niseme maneno machache hapa kama njia ya kuhitimisha. Niwashukuruni sana kwa kutupokea vizuri tulipofika asubuhi. Asanteni sana. Napenda niwapongeze pia kwa kazi nzuri kwa mara nyingine tena ambayo mnaifanya. Na kwa niaba ya wenzangu wengi ambao wamepokea zawadi lakini hawezi kusimama kushukuru, napenda nami nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa zawadi nzuri mlizotupatia. Kwa bahati nzuri mgeni wetu ameshajua maana ya fimbo na ile kamba kwamba ni ng'ombe, basi na mimi uliona nilipewa fimbo na kamba, kwa hiyo na mimi nina ng'ombe. Napenda kuwashukuru sana kwa zawadi ya ng'ombe ambaye mmenipatia. Kwa kuwa nipo hapa leo, nichukue nafasi hii kusema labda mambo mawili ya muhimu sana. Mmeweka kusudio na tarehe mkaitaja ya kuzindua kanisa hili, si ndio? Na waombeni, mmeyasema maneno haya mbele ya madhabahu, miyaheshimu. Sawa sawa? Mimi tarehe hiyo naenda kuiweka kwenye diary. Na kwa kuwa mgeni wetu ameshiriki vizuri leo na mwaliko naenda kuandaa ili awepo hapa siku ya kuzindua kanisa hili, alizunguke kanisa hili kwa mapokeo yetu mara 7, kisha tupige ule mlango kwa fimbo, mlango ufunguke, tuzindue na kutabaruku kanisa hili. Mheshimiwa anaenda kufua suti maalum ya kuzindua kanisa la Nyaishozi, na mimi naenda kuandaa joo jingine jipya la kuzindua kanisa hili. Kwa hiyo msichoke na msiseme nimeisha changa. Yaani mjifanye kana kwamba ndo kwanza mnaanza, ndipo tuweze kumaliza kazi. Na mimi kwa ajili hiyo pia napenda kuwaunga mkono kwa kamchango kangu ka shilingi milioni 1. Basi tuendelee kushirikiana mpaka siku hiyo ya Septemba tuweze kuzindua kanisa letu hili. Umesikia hata mgeni rasmi ametupongeza, anashangaa kwa nini huu ni usharika mteule. Vigezo vilikuwa bado, lakini sasa kwa jinsi kazi inavyoonekana vigezo vinaelekea kukamilika, tunaweza tukalizindua. Jambo la pili, ninapenda kusisitiza juu ya Kadi Day tarehe 8 mwezi wa 6. Tutakuwa na ugeni mkubwa. Mgeni rasmi sijaruhusiwa kumtaja, lakini naweza kutaja wageni wengine watakao kuwepo. Tutakuwa na maaskofu 10 kutoka KKKT watakao fika hapa. Tutakuwa na askofu wa Kigoma, askofu wa Shinyanga, askofu wa Singida ambaye atakuwa ni mhubiri siku hiyo, askofu wa Same,
askofu mteule wa Mwanga atakuwa bado ni mteule, askofu wa Msoma, askofu wa Mwanza, askofu wa Tabora na askofu wa Bukoba pamoja na askofu wa Karagwe. Kwa jumla tutakuwa maaskofu 10 siku hiyo kwenye kilele cha Kadi Day kule Kituntu. Na waomba sana kila mtu aje na bati, asipokuja bati lije na yeye. Sawa sawa? Ni mtu na bati au bati na mtu. Na mabati yenyewe ni kama haya, tumekisia kwamba kila bati ni shilingi 30,000. Kwa hiyo unaweza ukajihesabu, ukajitafuta, ukajivumbua, ukaja na mabati yako ili tuweze kuwa na hazina nzuri ya kuwezeka makanisa yetu 15 ambayo yamekamilika. Na mojawapo ni kanisa la Nkwenda mjini ambalo nafikiri likikamilika litakuwa ndilo kanisa kubwa kuliko yote katika Dayosisi ya Karagwe. Walifika Wajerumani wakasema, ili mnajenga kanisa au ni parking lot ya magari? Kwa sababu ni kubwa sana. Na walituchangia, kwa hiyo na sisi tuchange. Ni mojawapo ya makanisa 15 tunayolenga kuyaezeka kwa makusanyo ya mabati ya siku ya Pentekosti kwenye Kadi Day. Hakikisha unaweka jina lako kwenye Kadi Day kwa kuleta bati ili tuwezeke makanisa yetu. Mwisho kabisa, napenda kuwashukuru kwa kuiombea dayosisi yetu, kwa kuniombea mimi binafsi. Mnaniona na chechemea kidogo, sio uzee bali nilipata ajali nikaumia nikiwa safarini Ujerumani, na mguu umechelewa kupona kwa sababu ya ratiba nashindwa. Dawa yake ni kulala na kutunika mguu namna hii kwa mwezi mzima. Sasa mwezi mzima mimi nitaupata wapi? Siwezi kupata mwezi mzima wa kulala, kwa hiyo ninalala wiki moja, nikirudi unaanza tena. Kwa hiyo lakini napenda kuwashukuru sana kwa kuniombea. Kwa kuniombea na kwa kunipenda. Mna mashaka kama mnanipenda? Mna mashaka? Mimi najua mnanipenda, si ndio? Na mkinipenda na nenepa na mimba yangu inazidi kuongezeka. Sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Basi baada ya kuyasema haya, niwashukuru sana wageni wetu kutoka Arusha. Asanteni sana kwa kufika. Kesho tutakuwa pamoja kwenye management. Mshukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa uvumilivu wote na kusafiri na kuja kuwa pamoja nasi. Huyu baba amemaliza kusoma bajeti, hakupata hata nafasi ya kukaa na watendaji wenzake wa wizara kufanya tathmini ya kumwambia, unajua pale ulichemsha au kusoma vizuri. Huo muda hakuwa nao. Ilikuwa ni kumaliza bajeti na kupanda ndege kuja Karagwe. Hii inaonyesha anavyotupenda. Inaonyesha anavyotupenda. Mheshimiwa Waziri Jerry ni mdogo. Ni mdogo. Kusema kweli, angezaliwa nyumbani kwetu angekuwa ananifuata labda 5 nyuma yangu. Lakini kama alivyosema yeye, ananisema mimi namsema yeye. Yeye ana GB kubwa mara 2 kuliko ya kwangu. Na ndio maana taifa limemwamini. Mapema akiwa bado kijana, amekuwa mjumbe wa kamati kuu, amekuwa waziri, amekuwa mbunge, sasa unakwenda kipindi cha 3, amekuwa meya wa jiji la Dar es Salaam. Katika udogo wake, juzi tu hapa ndiye amekatisha miaka 40. Yani alikuwa bado kwenye 40. Alikuwa kwenye 30. Lakini taifa limemwamini kwa sababu ya kichwa chake hicho kina mambo fulani ambayo wakuu wa nchi kuanzia enzi ya mzee Kikwete kuja Magufuli na sasa Samia wameona kwamba kinafaa kulitumikia taifa letu. Na mimi sifa nyingine ambayo nayo niseme hapa, ana uwezo wa kuvumilia na kusikiliza. Si mawaziri wengi wanaweza kunielewa mimi. Wako wanaonichukia na wafahamu kwa nia njema. Kwa sababu pia kumvumilia Bagonza ni kazi. Unahitaji uwe na karama ya pekee
kumvumilia Bagonza. Kuna mahali anakera, lakini huyu hakerwi. Asiponielewa tuna engage kwenye discussion mpaka tunaelewana. Ndio maana amevumilia kuja Karagwe. Si wengi wanaweza kuja Karagwe. Si ndio mwenyekiti hata hao madiwani hawapendi kunitembelea, wanaogopa kuja pale ofisini. Huyu anakuja ndio, lakini sio wote. Kuna wengine wakiona anakuja hivi wanakata kona, wataki hata kukutana na mimi. Kwa hiyo napenda kushukuru sana kwa uvumilivu wa kuvumilia hata maoni tofauti, ili kwa njia pamoja tuweze kupata suluhisho la kuliongoza taifa letu. Mungu akubariki sana. Asante sana. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.